Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia afanya mazungumzo na mkurugenzi wa KIPE Chada Live. TAKUKURU Temeke achunguza sakata ruti ya daladala Buza kanisani. Na katika habari za kimataifa, Iran yaapa kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa KIPE Chada Live Antonio Ruiz Guimenez Jr. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam leo Machi mosi, Antonio aliambatana na ujumbe wake pamoja na mkurugenzi wa taasisi ya Doris Mollel Foundation Bi Doris Mollel. Mazungumzo hayo yalilenga kuimarisha ushirikiano katika kuboresha huduma za uzazi pamoja na afya ya mama na mtoto nchini, na yameweka msingi wa ujenzi wa wodi 27 za kisasa za kulea watoto njiti Tanzania bara na Zanzibar zitakazojengwa kwa viwango vya kimataifa. Mpango huo unatekelezwa kwa ushirikiano na taasisi ya Doris Mollel Foundation na unakusudia kuimarisha miundombinu ya afya ya uzazi, kuongeza upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na kuchangia kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga wanaozaliwa kabla ya wakati, yani watoto njiti. Katika mazungumzo hayo, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania imepiga hatua kubwa katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000 kwa mwaka 2022. Aidha, katika kipindi hicho vifo vya watoto chini ya miaka 5 vimepungua kwa asilimia 36 kutoka 67 hadi 43 kwa kila vizazi hai 1,000. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kushikamana na kitabu kitakatifu cha Qur'ani ili kupata mafanikio duniani na katika maisha ya akhera, lakini pia kuwa na jamii bora yenye maadili na kudumisha amani. Tujiunge na Amrisho Mapeo kwa undani wa taarifa hiyo. Dr. Mwinyi ameyasema hayo jijini Dar es Salaam alipokuwa mgeni rasmi katika mashindano ya kimataifa ya kuhifadhi na kusoma Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni, ambapo amesema kitabu hicho kitakatifu kina mafundisho bora yanayoweza kujenga maadili mema kwa jamii. Aidha, Dr. Mwinyi amewataka Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuendelea kudumisha amani ya nchi ili kuendelea kupiga hatua zaidi za maendeleo, hususan kwenye nyanja za elimu na uchumi, kwani bila amani ni vigumu kupata maendeleo. Aidha, napenda niihimize jamii kwa ujumla kuendelea kuimarisha maadili mema, kudumisha amani, umoja na mshikamano na kushirikiana katika kupambana na athari za mmomonyoko wa maadili kwa kutumia mwanga wa Qur'ani tukufu. Bila shaka tukifanya hivyo tutakuwa tumekitendea haki kitabu hiki kitukufu cha Mwenyezi Mungu na itakuwa sababu ya kupata mafanikio duniani na akhera. Ndugu waumini na ndugu wananchi, mashindano haya yamefanyika tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo natumia fursa hii kukumbushana tuendelee kufanya mambo mema kwa kutekeleza ibada mbalimbali za faradhi na sunna, ikiwemo kusoma Qur'ani kwa wingi ili tuweze kunufaika na fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa upande wake, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakari Zuberi, pamoja na kuipongeza Al-Hikma Foundation kwa kuendesha mashindano hayo kila mwaka, ameutaka umma kutumia fursa ya mashindano hayo kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie Tanzania amani, umoja na mshikamano. Tuitumie sana nafasi hii Waislamu, tuitumie sana kuzingatia Qur'ani, tuitumie sana kuyatumia yaliyo ndani ya Qur'ani ili faida ya jambo hili irudi kwetu sisi. Lakini pia ni fursa kubwa sana kwa sisi kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutupatia baraka, lakini akaendelea kuimarisha amani na utulivu uliopo katika nchi yetu. Naye mwenyekiti wa mashindano hayo ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma Foundation Sheikh Nurdin Kishki amesema kupitia mashindano hayo taasisi hiyo itadhamini ndoa kwa kuwalipia mahari na kuwagharamia sherehe kwa wanawake na wanaume 130 ambao hawajapata ndoa na wanahitaji kuoana. Kutoshinda kwa Mtanzania mwaka huu, hii ni ishara tosha ya kuwa haya mashindano
yanaandaliwa kwa uadilifu wa hali ya juu, yanaandaliwa kwa uaminifu wa hali ya juu. Hatuna longolongo, hatuna janja janja, hatuna mcheza kwao utunzwa. Hichi ni kitabu cha Mungu. Hili la kwanza. La pili, Mtanzania mwaka jana ameshinda na amejipatia kiwanja na zawadi kede kede. Ikiwa Mtanzania atashinda kila mwaka, waandishi mahiri kama wewe, watoto wa mjini wa Kibongo, mtauliza tena, kwa nini Mtanzania kila mwaka anashinda? Amuoni kama ni mpango? Katika mashindano hayo, mshindi wa kwanza ni Abdurrahmani Waziri kutoka nchini Uganda aliyepata zawadi ya dola 12,000. Mshindi wa pili ni Muhammad Mustafa kutoka Canada aliyepata zawadi ya dola 8,000. Mshindi wa tatu Shuaibu Muhammadi kutoka Sweden aliyepata dola 5,000. Mshindi wa nne ni Bilali Ahmadi kutoka Reunion aliyepata dola 4,000 na mshindi wa tano ni Bilali Abu Hassan kutoka Australia aliyepata dola 3,000. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari ameiagiza Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA jipange pasavyo kuhakikisha kuwa inachangia upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya kufanikisha utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050 ambayo imeainisha kuwa na uwiano wa pato la taifa wa shilingi trilioni 1 ifikiapo mwaka 2050. Taarifa huyu hapa na Ellen Manyangu. Balozi Omari amesema hayo alipokutana na kuzungumza na bodi ya wakurugenzi na management ya TRA wakati wa ziara yake ya kikazi katika mamlaka hiyo, ikiwa ni mara yake ya kwanza tangu ateuliwe na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kushika wadhifa huo hivi karibuni. Amesema kwa dira iliyomaliza muda wake, aitaka Tanzania kufikisha uwiano wa pato la taifa na dola za Marekani bilioni 90 hadi kufikia mwaka 2025. Lakini makadirio mapya yanataka kiwango hicho kifikie dola za Marekani trilioni 1, ambazo TRA inatakiwa kujipanga ipasavyo kufanikisha upatikanaji wa fedha hizo kwa kiwango cha 70% ili kutekeleza dira hiyo ipasavyo. Maana yake ni kwamba kwa miaka 25 inayokuja kuna kazi kubwa inakwenda kufanywa kwenye kujenga uchumi. Kama taasisi ya kusimamia share yetu ipatikane katika ujenzi wa uchumi wenyewe, tupate mapato yetu, tuanze kujipanga katika mwelekeo huo vile vile. TRA ya leo ambayo tuna deal na uchumi wa dola 90 bilioni na TRA ya kesho itakuja kuwa na deal na uchumi wa dola trilioni 1, maana yake hizi ni taasisi mbili tofauti. Katika hiyo aspect ya modernization nako tunaelekea sisi tuna dance according to the tune ya uchumi ambao tunaojenga kama taifa. Kwa hiyo ni makubwa, ni jambo kubwa. Aidha, Balozi Hamis Musa Omari aliipongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kwa kuimarisha uhusiano wake na walipa kodi na kuitaka management ya TRA kuhakikisha kuwa mchakato wa kudai kodi kwa hiari uendelee kuwa hivyo ili kuendeleza uhusiano na walipa kodi ambao wana mchango mkubwa na kukuza mapato. Kuhusu udhibiti wa walipa kodi wasio waaminifu, Balozi Omari ameitaka TRA kuongeza jitihada za kudhibiti changamoto hiyo, ikiwemo tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wasio waaminifu kuingiza bidhaa nchini wakidai zinaelekezwa nje ya nchi lakini zinachepushwa na kubakizwa nchini, pamoja na udanganyifu wa mauziano ya kibiashara price transfer, hatua ambayo inakwaza maendeleo ya kiuchumi. Kwa upande wao, Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Juma Mwenda na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TRA Bwana Uredi Abbas Musa walimhakikishia Mheshimiwa Waziri wa Fedha kwamba TRA imejipanga kuchangia utekelezaji wa Dira ya Maendeleo ya Taifa ya 2050 kwa kuongeza ufanisi wa makusanyo ya forodha na kodi za ndani. Tunatambua financing ya Dira 2050 inahitaji 70% itoke kwenye private sector na 22% itoke kwenye serikali na 8% itoke kwenye government institution. TRA kama engine ya kuwezesha financing ya Dira 2050 tumejipanga vizuri na tutawezesha private sectors kwa kufanya trade facilitation kupitia customs, lakini pia kupitia kwenye kodi za ndani. Na sasa hivi tuna trade facilitation desk
nchi nzima karibu 200 ili ile 70% ya financing iweze kufanyika vizuri zaidi. Nieleze kwamba bodi imejipanga na inaweka mkazo katika maeneo yafuatayo ya kipaumbele au kimkakati. Kwanza, tunasimamia mabadiliko ya kidijitali na uendelezaji wa tehama. Tunataka mfanyabiashara kama ameagiza bidhaa yake aweze kukamilisha taratibu zile za kiforodha, hata akiwa sebuleni kwake anazungumza na vijana wake au na wajukuu zake. Halazimiki kwenda customs afunge foleni hapo na kadhalika. Na kwa maana hii zoezi hili tunalisisitiza na litaendelea kwa nguvu pia. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amehitimisha ziara yake ya siku 2 ya kutembelea Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA jijini Dar es Salaam, ambapo alitembelea na kujionea utendaji kazi wa idara mbalimbali za mamlaka hiyo pamoja na mifumo ya kidijiti inayotumika kurahisisha upatikanaji kodi na taarifa kwa walipa kodi. Wajumbe wa chama kikuu cha ushirika mkoani Shinyanga wamepitisha rasimu ya bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 2.8 kwa mwaka wa fedha 2026-2027, huku chama hiko kikijipanga kurejea katika mzunguko wa mikopo kutoka taasisi za kifedha ili kuimarisha shughuli zake za kiuchumi. Mwavita Mkondo ana undani wa taarifa hiyo. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa 31 wa chama kikuu cha ushirika Shireku uliohudhuriwa na wajumbe 202 kati ya wajumbe 214 waliotarajiwa kushiriki. Akiwasilisha taarifa ya rasimu ya bajeti, meneja wa Shireku Alphonse Makasi amesema kupitishwa kwa bajeti hiyo pamoja na ruhusa ya kukopa kutakiwezesha chama hicho kutekeleza kwa ufanisi mipango yake ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuendeleza biashara ya ununuzi wa mazao mchanganyiko kama choroko na dengu, kuanzisha na kufufua kiwanda cha kukamua mafuta ya alizeti pamoja na kuimarisha duka la pembejeo. Kubwa zaidi ambalo tumewasilisha kwa wajumbe ni ufufuaji wa kiwanda cha kuchakata pamba kilichopo eneo la Munze, wilaya ya Kishapu. Kile kiwanda kina miaka zaidi ya 20 hakijafanya kazi, lakini bodi ya sasa imeona ni muhimu kile kiwanda kikarudi kukifufua na kwa kufunga mitambo mipya kwa ajili ya kuanza kuchakata pamba katika eneo lile. Na kama unavyofahamu, kwa eneo la Shinyanga, wilaya ya Kishapu ndio lenye uzalishaji mkubwa sana wa pamba. Kwa hiyo kukiwa na kiwanda ambacho kilikuwa kinafanya kazi hapo mwanzoni, lakini kwa takriban miaka kadhaa hapa kilikuwa kifanyi kazi, kidogo kilikuwa kimeathiri moja kwa moja uchumi wa wilaya ya Kishapu. Kwa hiyo tuliona hilo ni kipaumbele namba 1 ambacho kwenda nacho na tumepeleka kwenye mkutano mkuu. Tunashukuru wanachama wameweza kupitisha mpango huo. Kwa hiyo tunategemea pale kufunga mitambo mipya kwa sababu iliyokuwepo kidogo imeshachakaa, na ndio maana tumeomba kibali pia cha kuuza zile vyuma chakavu tuweze kuviuza, kusafisha pale na kuweza kufunga mitambo mipya. Mkaguzi wa vyama vya ushirika mkoa wa Shinyanga Rodrick Kilemile amesema takwimu za ukaguzi zinaonyesha kuwa baadhi ya vyama vya ushirika mkoani humo havijafanyiwa ukaguzi kwa msimu wa mwaka wa fedha 2024-2025. Amesema hali hiyo inaashiria kutotimiza wajibu wao kwa mujibu wa sheria na taratibu za ushirika, na kuvitaka vyama vyote ambavyo havijakaguliwa kuwasilisha taarifa zao kwa wakati ili viweze kufanyiwa ukaguzi. Moja ya vitu ambavyo vinakusaidia kupandisha makisio ni lazima uwe na taarifa ya ukaguzi. Kwa hiyo kama hujakaguliwa, maana yake shughuli zako za ushirika zitasimama. Kwa hiyo niwaombe kwa wale ambao wanaona hajakaguliwa kwa msimu ambao nimeutaja, wafanye jitihada ya kufikisha taarifa zao ili waweze kukaguliwa. Kwa hiyo kakae sawa na chama chako, sawa? Kwa sababu lazima tuje tukupekue. Hawa ninawapa assignment na mkataba wangu, nadhani hata juzi kwenye kikao cha bodi niliwaambia tutawavumilia. Tumewavumilia mwaka jana, mwaka huu, na uzuri wa bahati mkaguzi amesema hapa kwamba hoja ni nyepesi zinaweza kufanya. Kwa hiyo maana yake anatupa kwamba kama tutaziondoa hizi tutapata hati safi, si ndivyo? Tukipata hati safi sina shida nao.
Tukipata hati chafu au hati yenye shaka, tutaendelea kuwa na mashaka nao. Nao baadhi ya wajumbe wa mkutano mkuu wameeleza matarajio yao kuhusu mikakati waliojiwekea, wakisema wana imani kuwa utekelezaji wake utaleta manufaa makubwa kwa wakulima, wanachama pamoja na wananchi mkoani Shinyanga kwa ujumla, hususan katika kuongeza tija ya uzalishaji na kuinua kipato. Kuwepo na mipango mizuri ambayo wameweka na mikakati ambayo inaweza ikawainua kwa sasa na chama hiki kujikwamua pale ilipokuwa kimekwama. Na nimeona kwamba kwa dira hii Shileku kwa miaka inayokuja ni Shileku ambayo itakuja kuonesha manufaa makubwa kwa wanachama wake na wakulima kwa katika mkoa wa Shinyanga kwa kiujumla. Kupitishwa kwa bajeti hiyo kunatajwa kuwa ni hatua muhimu ya kuimarisha chama hicho kiuchumi na kuongeza mchango wake kwa wanachama na jamii kwa ujumla mkoani Shinyanga. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Kufuatia maandamano ya wananchi wa kata ya Buza kulalamikia ruti ya daladala kuelekea Buza kanisani kukatishwa, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Temeke imetuma timu ya maofisa wake kufanya ufuatiliaji wa kina ili kubaini ukweli wa malalamiko ya wananchi wanaoishi Buza kanisani. Mrisho Mapeo ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Temeke, Hole Makungu, amewataka wananchi kuwa watulivu wakati swala hilo likiendelea kuchunguzwa na mamlaka hiyo, ambapo amesema TAKUKURU inatambua usumbufu uliojitokeza kwa wananchi ikiwemo wanafunzi, hivyo itaendelea kulifanyia uchunguzi swala hilo. Aidha, Makungu amezishauri mamlaka zinazohusika na utoaji wa leseni za njia zinazolalamikiwa kuruhusu utaratibu wa zamani wa mabasi hayo ya abiria maarufu kama daladala kuendelea na utaratibu wa zamani wa kufika hadi Buza kanisani hadi uchunguzi wa TAKUKURU utakapokamilika. Aidha, kwa mamlaka tuliopewa chini ya kifungu cha 7A cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa ya mwaka 2007, tunazishauri mamlaka zinazohusika na utoaji wa leseni kwa njia zinazolalamikiwa kuruhusu utaratibu wa zamani kuendelea hadi uchunguzi wetu utakapokamilika. Baada ya hapo tutatoa ushauri rasmi kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. TAKUKURU itaendelea kusimamia uwajibikaji na kulinda maslahi ya wananchi. Itakumbukwa kuwa hivi karibuni wananchi wa kata ya Buza walifanya maandamano ya amani kuelekea ofisi ya Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Buza, wakilalamikia kukatishwa kwa ruti za magari ya daladala ambapo yamekuwa yakiishia Buza kwa Makibonge badala ya Buza kanisani na kusababisha adha ya usafiri kwa wananchi. Taasisi ya sekta binafsi TPSF imekutana na wadau mbalimbali wa biashara na uwekezaji jijini Dar es Salaam kujadili mapito ya sera za kodi kabla ya kuanza kwa mwaka wa fedha 2026-2027, hatua inayolenga kuimarisha mazingira ya biashara na kukuza uchumi wa taifa. Mwandishi wetu Ellen Manyangu anao undani wa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa sera na utafiti wa TPSF Mwanahamisi Hussein amesema mkutano huo unalenga kukusanya maoni ya sekta binafsi ili kuishauri serikali kuhusu maboresho ya sera za kikodi yatakayosaidia kuvutia wawekezaji, kuongeza ushindani na kulinda maslahi ya wafanyabiashara, na lengo likiwa ni kuona kunakuwa na sera rafiki zitakazoongeza mapato ya nchi bila kuathiri ukuaji wa sekta binafsi. Naye mkurugenzi mkazi wa Trademark Africa Elbariki Shami amesema hatua ya sekta binafsi kukutana kwanza ni muhimu ili kuandaa mapendekezo yenye mshikamano kabla ya kufanya mazungumzo rasmi na serikali kuhusu mambo ya kikodi yanayopaswa kuzingatiwa katika bajeti ijayo. Kiuhalisia ni kwamba kodi inaweza ikawa kitu kinachoweza kukuza uchumi au kuharibu uchumi. Kodi ikitumika vizuri ni tool nzuri sana ya kukimbiza uchumi changamke, lakini pia kodi ikitumika vibaya inaweza ikaua innovation, inaweza ikaua sekta binafsi, na unajua sekta binafsi ikisinyaa hakuna makusanyo ya kodi, na makusanyo ya kodi yasipokuwepo serikali haina fedha, kwa miradi ya maendeleo itasimama. Kwa upande wake Roda Magoiga kutoka jukwaa la wadau wa kilimo amesema mapitio hayo ya sera ya kodi yataimarisha usawa kwa wafanyabiashara hususan katika sekta ya kilimo na kusaidia kupunguza changamoto za kikodi zinazoweza kuathiri uzalishaji na biashara. Lakini kikubwa TPSF inachokifanya kwa sisi wadau ni kuhakikisha biashara zetu zinaendelea kuwa
endelevu, kuwe na sustainability kwenye private sector, lakini pia kuweza kuziangalia zisiweze kupata changamoto za kikodi ambazo zitapelekea taasisi kufungwa. Lakini eneo jingine wanaloliangalia zaidi ni kwamba biashara nyingi zirasimishwe ili serikali iweze kupata mapato yanayostahili. Madiwani wa jiji la Mbeya wameiomba serikali kupitia wakala wa barabara vijijini TARURA kuhakikisha wanakamilisha miradi yote ya barabara za mitaa ili kuondokana na adha wanaoipata wananchi wa maeneo hayo. Taarifa ya Daniel Simerta kutoka Mbeya ina undani zaidi. Ni kikao cha bajeti cha baraza la madiwani jijini Mbeya kilichofanyika kwa lengo la kupitia malengo na matarajio ya taasisi mbalimbali katika kuhakikisha miradi yote inayotekelezwa ikiwepo sekta ya miundombinu ya barabara na namna hali ilivyo kwa jiji la Mbeya. Jumla ya bajeti kwa mwaka wa fedha 26-27 kwa shilingi bilioni 7,244,472. Tumekuwa tukikutana na changamoto mbalimbali kuhusu bajeti na utekelezaji wake wa bajeti. Changamoto ya kwanza, bajeti kutokizi matakwa ya wananchi pamoja na viongozi. Tumefanya mahesabu bajeti ambayo inakizi matengenezo ya barabara zote kwa maana ya jiji la Mbeya. Tulitakiwa tu tunapata bajeti ya bilioni 30 kila mwaka, lakini bajeti yetu ni bilioni 7.2 kwa mwaka. Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wa jiji la Mbeya wamemtaka meneja wa TARURA jiji la Mbeya kusimamia ikamilifu miradi yote inayotekelezwa katika maeneo yao. Kwa sababu kata ya Mwansanga hatujawahi onja hata tone la lami hakuna. Lakini pia kwenye hiyo barabara tuna changamoto kubwa sana ya daraja. Sasa niombe TARURA waliangalie kwa ukaribu. Sasa hii kata ya Mwansanga wanatusaidiaje basi kuondokana na hii changamoto tulionayo? Ni kilio cha wananchi kila unapopita. Kila kunako kucha ni kilio kikubwa sana. Kwa maana hii barabara lakini na lile daraja. Ukienda kule maeneo ya Bokoti, barabara hizi mheshimiwa Msekimea zote hazipitiki. Kwa hiyo mwisho wa siku badala ya kusema tunajenga barabara mpya, shida inakuwa tutafanya nini? Matengenezo. Sasa watueleze wenzetu, changamoto ni nini? Maana hapa wamesema bajeti yao ni bilioni 7. Bilioni 7 kama kile ingekuwa kila mwaka tunasema bilioni 5 tunajenga kilomita 5. Mbeya ingebadilika, lakini mwisho wa siku serikali tuletee bilioni 7 tunakwenda kufanya nini? Ukarabati. Kwa hiyo mheshimiwa Msekimea, pia jambo lingine ambalo tunataka tuangalie, tusimamie barabara zetu. Inawezekana pia barabara tunazojenga haziruhusiwi kupita gari kubwa. Na nasikitika kwamba hata barabara inayoenda kwenye shule kubwa ya mheshimiwa Spika mstaafu hali yake ni mbaya. Pale katikati barabara imekwanguliwa yote kwa sababu ya yale magari yaliyokuwa yanabeba kifusi cha mwanzo. Walipoondoka ni mfereji, sasa ni korongo. Mbunge wa jimbo la Uyole Daktari Tulia Ackson amesema kuwa miradi inatakiwa kutekelezwa kwa ubora ili iweze kuwa imara, huku mstahiki meya wa jiji la Mbeya Abdul Mohamed Isa amekemea uwepo wa magari makubwa ya mizigo kuingia katikati ya jiji tofauti na tani husika. Lakini sasa sisi kama wawakilishi wa wananchi kutoka kwenye hizo kata, kwa kweli tunatamani barabara ikishatengenezwa tuwe tumekamilisha hapo ili tuelekee kwenye barabara nyingine. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya muda huo tunakuwa hatutengenezi barabara nyingine, fedha zimeelekea huko. Si barabara kutoka Meta kuja hivi. Tulikubaliana nikaweke kibao pale stendi, gari kubwa zinazokuja, nimesema ile barabara inaweza kubeba tani 50. Sasa hatuoni maana ya kuzuia gari siende kule kwa Malalika kwenye magaudown yale ya zamani kule. Tulikubaliana tukaweke kibao stendi, gari mjini zisiingie. Lakini kama kuna sehemu pekee tani 20, tani 15, tani 30 kule unaweza ukaingia. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Simerta, TVE Habari. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, Iran yaapa kulipiza kisasi kufuatia kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei.